nimeweza kutimiza mradi ambao marehemu Waziri Mkuu mstaafu, Makamu wa Rais mstaafu CD Msuya ulikuwa ni mradi wake wa kufa na kupona. Alinifuata na akaniomba miradi miwili. Mradi mmoja maji Same Mwanga Korogwe, na mradi wa pili wa barabara ile Msuya bypass. Faraja yangu ni kwamba miradi yote miwili nimeweza kuifanya, ameiona kabla Mungu hajamchukua. Kwa hiyo nawashukuru wana Mwanga na namshukuru Mungu kwa hilo. Niseme kwamba kwenye maji tumeweza kupandisha asilimia upatikanaji wa maji kutoka asilimia 77.5 mwaka 22-23 hadi 81.9 mwaka jana 24-25. Vile vile miradi 26 imefanyika hapa kwa bilioni 4,270,000, lakini mradi wa Same Mwanga Korogwe peke yake una bilioni 304 na milioni 300. Kwa ni mradi mkubwa sana. Sasa kwenye mradi huu tumefanya awamu ya kwanza, ambapo hapa Mwanga maji tayari yameanza kupatikana, lakini kuna awamu ya pili ya kusogeza maji kwenye maeneo yaliyobaki, vijiji vya Same baadhi yao na kule Korogwe. Na huu mradi kama nilivyomwahidi marehemu almarhumu Mzee Msuya, huu mradi nakwenda kukamilisha sambamba na ile barabara ya Msuya bypass. Ndugu zangu, katika hatua nyingine ya maendeleo, ndani ya Mwanga tulijenga minara 6 ya simu, ikiwemo katika tarafa ya Jipendea ili kuimarisha mawasiliano ya simu na kuwezesha wananchi kufanya shughuli za kiuchumi. Maana sasa mambo yote ni kwenye simu, kununua kwenye simu, kutangaza biashara kwenye simu. Kwa lazima tuhakikishe network inapatikana kila pahali. Tumejenga minara 6 ndani ya Mwanga na ni matumaini yetu kwamba mambo ya mawasiliano sasa yamekaa vyema. Lakini katika kukuza utalii, kama mnavyojua, tumefanya kazi kubwa ya kukuza utalii. Na katika kukuza utalii kwa huku Mwanga tumefungua lango la eneo la Ndea kwa ajili ya watalii kuingia hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Hatua hiyo imechangia kuongeza watalii watakao kuja wilayani hapa Mwanga kwa ajili ya kutalii maeneo yetu. Ndugu zangu, niwapongeze sana wana Mwanga. Wana Mwanga ni wakulima wazuri. Wakulima wazuri wa mpunga, wakulima wazuri wa mahindi, wakulima wazuri wa maharage, wakulima wazuri wa vitunguu. Changamoto iliyopo ni ukosefu wa masoko. Nimeambiwa hapa mjini kuna uhitaji wa soko la kisasa, na wafanya biashara kwa sababu hawana soko, wafanya biashara wanapanga bidhaa zao chini, hali ambayo kibiashara sio nzuri. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu kwamba tunakuja kujenga soko kubwa, soko la kisasa. Vile vile kwenye kata ya Kileo kuna uzalishaji mzuri sana kama ilivyosema mpunga, maharage, mahindi na vitunguu, lakini hatuna soko. Na kwa maana hiyo wale walanguzi wananunua mazao mashambani. Sasa ili kufanya nguvu za wakulima zirudi kwao, wakulima wafaidi nguvu zao na jasho lao, pale pia tunakwenda kujenga soko kubwa la mazao ambao wakulima watakwenda kupanga mazao yao. Natambua pia kuna changamoto ya wanyama waharibifu ambayo tumeikuta pia maeneo mengine kuanzia Tanga hapo Same
mpaka huku tunapokuja kuna changamoto ya wanyama wakali wa porini wanaoingia mashambani na kuharibu mazao, na kadhia hii sasa ipo kwenye wilaya ya Mwanga, maeneo ya Tohola, Kwakoa, Kigonigoni, Mgagao na Kivisini. Tunachokwenda kufanya ni kuongeza nguvu ya kudhibiti wanyama kwenye maeneo haya. Tutajenga vituo vya uangalizi, tutaweka askari wa doria na vifaa vya kisasa vya kufukuza tembo. Tumefanya majaribio pale Korogwe, tumeweka vifaa vya kisasa, tumeweka drones za kuangalia mienendo ya tembo, na tumefanya kazi ya kuwavisha tembo vidani vyenye alama maalum. Hiyo kazi pia tutakuja kuifanya maeneo haya. Wanapotembea na vile vidani, drones zetu zinawaonesha wako wapi. Wakitoka nje ya hifadhi wanaonekana wako nje ya hifadhi, na drones zinakwenda kuwarudisha ndani ya hifadhi. Kwa hiyo tutajenga vituo vya aina hiyo huku Mwanga na kuweka vitendea kazi vyote vinavyotakiwa. Changamoto nyingine niliyoambiwa ipo Mwanga ni changamoto ya magugu maji katika Ziwa Jipe ambayo imeathiri shughuli za uvuvi. Vile vile inatishia kuathiri vyanzo vya maji vinavyotegemea ziwa hili. Sasa ili kushughulikia changamoto hii, tumeshatenga shilingi bilioni 1.9, karibu bilioni 2 kununua mitambo inayoweza kuondoa magugu maji kwa haraka. Na tunategemea mitambo hii tutaipokea ndani ya miezi michache. Kwa hiyo tutaitumia hapa kwenye Ziwa Jipe, lakini maziwa mengine pia ndani ya nchi. Mwanga oye! Wana Mwanga, nimeacha changamoto gani? Changamoto gani nimeacha? Zote nimezisema. Mwanga oye! Aya, sasa wito wangu wana Mwanga, kwa yale ambayo bado hatujayakamilisha, kwa yale ambayo bado hatujayaanza lakini yako kwenye ilani zetu, tunaomba sana tuchagueni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kunadi ilani yake. Chama cha Mapinduzi kiko hapa kuonesha wagombea wake mahiri waliotekeleza ya nyuma na ambao wako tayari kutekeleza miaka 5 inayokuja. Wagombea